watafanya Iran kuwa dhaifu leo, ila kesho watakuwa tena na nguvu, kwa sababu Iran ni nchi ya kinabii. Njoo usikilize. Vita vya kabila mbili kubwa, Wamedi na Wajemi, wanapambana na Wayahudi. Hapana kuweka hisia, hizo sio vita vya kimwili. Haya ni mambo ya rohoni yanayojidhihirisha. Shalom, naomba unisikilize vizuri kwa dakika chache nilizo nazo. Naona watumishi wa Mungu wengine wakisema tunahitaji kuombea Iran kwa sababu kuna vita, mafuta yatapanda na mambo mengine kadhalika. Hawezi ukabadilisha maisha na mpango ya unabii wa kimungu. Iran ndiyo ufalme wa Wamedi na Wajemi. Nisikilize kwa watu wanayopenda Biblia na ujue hadithi hiyo nzuri. Kumbukeni katika kitabu cha Danieli sura ya 5, wakati ambapo Belteshaza alipokuwa amechukua vyombo na kutumia glasi ya ufalme wa Mungu, akanywa pombe na masuria wake, kidole kilichoandika Mene Mene Tekel na Peres. Siku hiyo Danieli anatafsiria, anasema leo ufalme wa Babeli unakomeshwa. Ufalme wa Babeli ndiyo jirani na Iran leo, ambayo ni nchi ya Iraq. Iraq ndiyo iliyokuwa, Iraq ya Saddam Hussein ndiyo iliyokuwa ufalme wa Babeli. Na anasema leo ufalme huu unapewa jirani, mtu wa karibu mno, ndiyo watu wa Iran. Unataja Wamedi na Wajemi. Juu yao palikuwa na mkuu tofauti na wakuu wengine, aliyemzuia Gabrieli kuletea Danieli majibu. Jambo hili lipo katika kitabu cha Danieli sura yake 10 mstari wake wa 13. Kuna pale mambo ya ufalme wa Wajemi. Anasema mkuu wa Wajemi amenipinga siku 21. Yule aliyompinga Gabrieli alikuwa sio mkuu kiongozi wa mwilini, alikuwa ni mkuu kiongozi wa rohoni. Nisikilize vizuri, alikuwa ni mkuu kiongozi wa rohoni. Ndiye aliyompinga Gabriel asimletee Danieli majibu katika hiyo nchi. Manake nataka kusema nini? Vita vya Israeli pamoja na Wajemi na Wamedi sio vita vya kuchukulia kichwa kichwa. Hivi vita vipo zaidi katika ulimwengu wa roho. Vita hivi vinamaanisha nyakati ambayo kanisa linahitaji kusimama na kushambulia na kurejesha katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Israeli mpaka sasa anatambulisha kanisa. Haleluya! Katika ulimwengu wa mwili. Sisi vita vya kanisa sio juu ya damu na nyama, ila ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoona nyakati kama hizi, Israeli wanashambulia Wajemi, kazi ya Wajemi ni kuzuia mafanikio ya Israeli, kuzuia majibu na mwenyendo wa mafanikio. Kwa hiyo kama hujanyelewa hapa, sijataja hapa neno Uislamu, sijataja hapa neno Ukristo wala jambo lolote. Ninataja maisha ya hiyo nchi, ya kwamba hata kama pia itapigwa namna gani, wanaweza wakawa dhaifu, lakini hawawezi wakapotezwa juu ya uso wa nchi, kwa sababu bado Iran ambaye ni Wajemi na Wamedi wana kazi kubwa sana ya kutimiza katika unabii wa Kristo. Mungu wa neema akubariki. Ukipenda jambo hili, andika tu namba 2, nitakueleza vingi zaidi kuhusu hiyo nchi. Shalom.